David. Majina naitwa Embrace Nation, ni branch manager wa tawi la Mwanjelwa. Leo ndugu zangu, tumepata tukio. Tukio hili ni la moto. Tukio la moto linaweza likatokea mahali popote. Linaweza likatokea kwenye familia ya kwako, linaweza likatokea kwenye taasisi, linaweza kutokea kwenye mali zako, zinaweza zikatokea kwenye biashara ya kwako, vile vile hata kwenye mashamba moto unaweza ukatokea. Ni majanga ambayo hatukutegemea kutokea, lakini leo tumekumbwa na hilo janga la moto. Ndugu zangu, majanga haya hayatabiriki na hayazuiliki. Lakini tulipopata janga hili la moto, tuliweza kuwapigia wenzetu wa jeshi la zimamoto, jeshi la polisi, hospitali yetu ya rufaa ya Mbeya. Tuliweza kuwapigia pia wenzetu wa TANESCO ili waweze kuja kukata umeme katika jengo hili. Tunawashukuru sana. Majeshi yote yaliweza kufika kwa wakati na kuweza kudhibiti moto. Mpaka sasa hivi moto umeweza kudhibitiwa kwa 99%. Lakini nitoe tu elimu fupi kwamba majanga haya moto hayatabiriki. Lakini benki ya NMB inatoa bima za majanga kama haya yanayotokea. Inaweza kuwa ni janga la moto, janga la kifo, na vile vile na janga la kuunguliwa na mali zako. Benki ya NMB inawaasa wateja wetu wote muweze kukata bima ya majanga kama haya na ukaweza kufidiwa. Kwa sababu janga linapotokea, mali zako zote zinakuwa zimeungua na mtaji wako unakuwa umeungua, kwa maana huwezi kuendelea mbele. Lakini kwa kupitia bima ambazo zipo ambazo taasisi ya benki ya NMB inatoa, basi inawahimiza wananchi wote wa Mbeya muweze kutumia benki ya NMB kukata bima hizi. Lakini tukio hili leo tarehe 26 mwezi wa 5 tuliweza kupata hili tukio. Ilikuwa ni tukio la zoezi la kujiweka tayari kwa majanga ya moto ambayo yanatokea. Kwa hiyo katika kujikinga na majanga kama haya ya moto, pamoja na kuwahudumia na kuhakikisha kwamba usalama wa mali za wateja na stafu wetu pamoja na wateja wetu uko utimamu, basi tukasema tufanye tukio hili la utayari wa kujikinga na majanga ya moto kama haya. Tunashukuru sana kwamba uelewa ulikuwa mkubwa kiasi kwamba wateja pamoja na wateja wetu wote tuliweza kuwa rescue. Zoezi hili lilikuwa ni zoezi la kujiweka utayari. Tunawashukuru sana. Kwa hiyo kile ambacho mpaka sasa hivi kilivyotokea, hakuna mgonjwa ambaye aliweza kupata serious damage. Yale ambayo mliyaona yalikuwa ni maandalizi tu, lakini yule mtu hakuwa serious. Amepelekwa hospitali na vile vile hospitali ameweza kupokelewa vizuri kwenye kitengo cha dharura na amepata msaada ule ambao tulikuwa tunategemea
katika majanga kama haya. Kwa hiyo tunawashukuru sana hospitali, jeshi la zimamoto pamoja na polisi kuhakikisha kwamba wameweza kurespondi kwa wakati na kuweza kudhibiti kwa moto kwa 100%. Tukio hili kwa hiyo nilikanushe, halikuwa tukio live. Ilikuwa ni tukio la kujiweka utayari. Mali zenu na fedha zenu ziko salama. Kwa majina naitwa Magnus Milinga, mkuu wa polisi wilaya ya Mbeya. Kwanza napenda kuwapongeza wateja wa NMB kwa tukio hili la leo, kwa utulivu mliokuwa mmeuonyesha. Naomba matukio kama haya yanavyojitokeza basi tuwe watulivu. Napenda kuhakikishia tu kwamba fedha zenu na mali zenu ambazo ziko benki ziko salama. Hili lilikuwa ni zoezi la utayari. Limeishirikisha vyombo mbalimbali vinavyohusiana na majanga kama haya. Polisi tumefika kwa wakati na tumeliattend tukio hili. Kwa hiyo tunachotaka tu kusema kwamba yanapojitokeza matukio kama haya muendelee kuwa watulivu. Mimi kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa zimamoto na uokoaji Josi Fungamali, ni afisa operation mkoa wa Mbeya. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya tulipata tukio kwamba kuna tukio la moto hapa Mwanjelwa katika benki yetu ya NMB. Sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji, baada tu ya kupata taarifa hizo, tulifika kwa wakati kama ambavyo mnavyoona. Tuliamini kwamba ni tukio kweli halisia. Ndio maana kama kuna baadhi ya wananchi mlikuwa hapo Kabwe, mliona tulikuwa napilika sana na ving'ora, lakini tunashukuru pamoja kama na foleni ya kuwepo na changamoto zote za bajaji na vyombo vingine vya moto, lakini tumejitahidi kufika kwa wakati. Kama ambavyo alivyosema meneja kwamba kumbe ilikuwa ni zoezi ambalo linajulikana kama Monka. Monka ni zoezi la utayari ambao wao kama NMB wanaliandaa. Linakuwa ni tukio lenye sura kama uhalisia hivi. Ndio maana mmeona kule kuna moto umewashwa, lakini pia mmeona moshi, lakini pia mpaka sasa mkisikia kuna ving'ora vinapiga. Maana yake nini? Maana kama tulio ni tukio ambalo linakuwa na chemchemi kidogo kama za uhalisia, lakini sio tukio halisia kama ambavyo meneja alivyosema. Kwa sisi tulifika, bahati nzuri ndani kulikuwa na wafanyakazi wawili ambao ni waanga, na wao pia waliokolewa na walifikishwa katika hospitali, lakini na moto uliweza kudhibitiwa. Kwa hiyo sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji na nitumie pia fursa hii, sababu wengi hawaelewi majukumu ya zimamoto na uokoaji. Ndio maana sisi ni jeshi la zimamoto na uokoaji, kwa maana na kazi ya kuzima moto, lakini kuokoa maisha na mali. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote mpatapo tukio kama hili. Leo hii ni NMB, lakini kesho unaona labda soko letu hapa jirani naungua ama sheni naungua, hata nyumba yako pia nyumbani, basi upige namba yetu ya dharura ambayo ni 114, kwa maana 114. Namba hii ni bure. Sasa changamoto ambayo huwa inatokea, wananchi wengi sana kuwa hawana uelewa huo. Wakiona tu kuna tukio, wanaanza kwanza wenyewe kujisaidia kuzima moto, na wanasahau kwamba kumbe ni lazima sasa ujulishe jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kutumia namba hiyo 114. Na sisi tunazima moto bure, huduma yetu ni bure. Kuna baadhi ya wananchi wanadhani kwamba sisi tunatoza.